Movie inafungua na kutuonesha bidada mmoja anayefahamika kama Fang Yu. Huyu anajihusisha na michezo ya kickboxing. Sasa katika michezo yake yote aliyoweza kushiriki, hajawahi kupigwa mchezo hata mmoja. Huu mchezo wa mwisho aliweza kuuchapa ukampa umaarufu dunia nzima ikamjua, kwani alimchakaza vibaya mpinzani wake. Kabla ya kufikia ubondia huu, mara ya kwanza alikuwa akiishi na babu yake ambaye alikuwa ni mmiliki wa makampuni makubwa sana. Yeye akamweleza na kumwambia kuwa, babu, mimi natamani kuwa bondia. Babu kitu hichi hakikumfurahisha kabisa. Upande wa pili tunaonyeshwa mwamba mmoja anafahamika kama Ming Tian. Huyu jamaa ana wadogo zake wawili. Anaishi maisha ya kawaida tu kwenye nyumba moja ya kupanga. Baba yake alifariki kitambo kirefu tu na mama yake akawatoroka. Kwa hiyo ni watoto waliotelekezwa. Majukumu na malezi ya wadogo zake yote yako mikononi mwake. Mdogo wake wa mwisho anapenda sana mambo ya boxing. Kwa hiyo huwa anatazama sana ngumi katika TV. Na ni shabiki haswa wa Fang Yu, mwanamke ambaye anatikisa dunia kwa kuchapa kickboxing. Subiri kidogo. Kama ningekuwa na uwezo wa kukupa pesa ili uweze kusubscribe na kujua thamani ya kugusa alama ya kengele, basi ningekupa hivyo. Lakini sina zaidi ya kukupa sauti nzuri ambayo inakupa simulizi hii. Alimaliza elimu ya sekondari kitambo kirefu. Sasa anasubiria kuingia chuo, lakini huwa anajihusisha na kazi za kusambaza mizigo katika migahawa ili amudu kuendesha familia. Lakini nyakati za usiku anafanya maombi tofauti tofauti katika vyuo tofauti ili aweze kupata scholarship, kwani uwezo wa kujisomesha chuo hana. Siku leo alipigiwa simu na kuambiwa kwamba anatakiwa kupeleka mzigo mahali ambako kwa mwendo wa haraka tu ni dakika 20, lakini huyu aliyekuwa anahitaji mzigo huu alihitaji kwa dakika 15. Mwamba akapiga hesabu na kugundua kwamba anaweza kufanya jambo hilo hata kwa kufosi. Ikabidi kuchukua baiskeli yake na kuanza kukimbiza mzigo huo, lakini alipokuwa njiani alikutana na bibi mmoja ambaye alikuwa akiokota matunda njiani, alikuwa akianguka kutoka katika toroli yake. Basi akawa anamsaidia bibi huyu kuokota matunda, kitu ambacho kikasababisha muda ukazidi kwenda tu. Lakini akajitokeza yule mwanamke anayefahamika kama Fang Yu, akaweza kumsaidia bibi huyu kwa kupiga ile toroli lake lilikuwa limebeba yale matunda, akaliharibu kabisa. Watu wakashangaa, mbona ni kama anaharibu mazima? Lakini alichokifanya, akampatia bibi huyu pesa nyingi sana iliyoweza kumudu kununua hata lile toroli pamoja na matunda yake juu. Ming Tian akamshangaa sana bibiye, lakini akaendelea na safari yake kuelekea katika hicho chuo cha martial art ambako alikuwa ameagizwa chakula. Fang Yu akaanza kumweleza mwalimu wake kwa kumwambia kwamba familia yake inamlazimisha kuacha martial art kabisa na kujiunga na familia yake katika upande wa biashara. Akamwambia mwalimu, wewe ndio utakayeweza kunichagulia chaguo jema. Naomba ufanye maamuzi kwa ajili yangu. Lakini mwalimu akasema, hapana, siwezi nikafanya maamuzi yoyote kwa ajili yako. Wakati huo mwamba Ming Tian alikuwa amefika eneo la tukio, na hapa akasema kwamba kuna mwalimu wa martial art alikuwa amemwagiza chakula, anaomba kukutana naye. Alipokuwa anaelekea huko akatazamana na bibi Fang Yu kwa jicho fulani hivi la ajabu kweli kweli, lakini mwisho wa siku mwamba akaingia ndani ya mjengo. Akaiwa njiani akapokea email kutoka katika vyuo alivyokuwa ametuma maombi ya kupata scholarship, lakini scholarship imetoka ikiwa ni mchango wa 70% tu na pesa inayobakia atatakiwa kulipia. Lakini pia chuo alichokipata kiko nje kabisa eneo ambalo anaishi. Akawaza kama akihamia huko wadogo zake wataelekea wapi, kitu ambacho kikasababisha mwamba awe katika dimbwi kubwa sana la mawazo. Akiwa hapa alishika shilingi kwa kuwa anataka kufanya maamuzi kwa kubashiri. Lakini wakati huo ameshika shilingi, pia yule mwanamke ambaye anafahamika kama Fang Yu naye alikuwa ameshika shilingi kutaka kujua je, aendelee na mchezo wa ngumi au aachie. Naye akaamini kwamba kwa kuirusha shilingi hii, matokeo ya shilingi ndio majibu ya nini ambacho anapaswa kufanya. Bibi baada ya kuidaka shilingi yake akagundua kuwa shilingi ilimtaka kuendelea na mchezo wa ngumi, lakini kwa upande wa mwamba ilimtaka kwenda kuhamia katika maeneo mapya na kuendelea na elimu yake ya chuo. Lakini akakumbuka namna gani ambavyo bosi wake alikuwa akimfadhili sana katika mambo yake haya ya kusambaza vyakula. Alikuwa ni mwema kwake, hata alipokuwa anapungukiwa pesa alikuwa akimsaidia. Sasa anatakiwa kuhama. Basi akabeba wadogo zake na moja kwa moja akaanza kuhamia katika nyumba mpya ambayo yeye binafsi aliona kuwa ni ndogo, lakini wadogo zake walifurahia sana nyumba hii. Picha ya kwanza kuipamba katika nyumba yake ilikuwa ni picha ya yeye akiwa mdogo anafundishwa ngumi na master wake. Tena master wa ngumi alikuwa ni baba yake mzazi. Hii inaonyesha kwamba mwamba alikuwa ni mpiganaji mkubwa sana siku zilizopita. Hasa baada ya usajili wake kukamilika katika chuo hicho, mwisho wa siku akaamua kuwasajili wadogo zake pia katika shule ambazo ziko jirani na chuo hicho, kwa sababu watoto wa shule ya msingi kuhamisha ni jambo rahisi tu. Ajabu ni kwamba alipofika katika eneo hili la chuo kwa siku ya kwanza, alishangaa kuona kuwa ni wasichana tu wanaoingia ndani ya chuo hiki. Mbona mimi ni wa kiume peke yangu? Ikabidi kwa kiki jina la shule kwa sababu alihisi huenda labda amekosea, lakini akagundua kuwa ni jina lile lile la chuo alichokuwa ameomba. Watoto wa kike wengi kando yake walipokuwa kimuona walikuwa wakimfurahia sana kwa kusema kwamba mwamba ni handsome, lakini wao walijua tu jamaa amekuja kutembea, kumbe ni mwanafunzi mwenzao katika chuo hiki. Ghafla akajitokeza kaka mmoja anaitwa Xiaomi. Mwamba akafurahi kweli kweli kumuona, lakini bidada akakasirika kwa sababu kumbe huyu ni tomboy anayesoma katika shule hii na anapenda sana michezo ya kickboxing. Baada ya kuweka ua kichwani pake ndipo mwamba akagundua kuwa huyu ni bidada.
tu. Mwalimu Mr. Wang moja kwa moja akaja katika ofisi ya mkuu wa chuo. Hapa akaanza kuzungumza naye, lakini mkuu wa chuo akasema kwamba kuna wanafunzi 10 wa kiume ambao tuliwaita katika shule yetu, lakini bahati mbaya ni kwamba wote walipofika wameweza kuondoka kwa kusema kwamba hawezi kusoma katika chuo chenye watoto wa kike pekee. Lengo la mkuu wa chuo ilikuwa ni kuingiza wanafunzi 10 wa kiume, lakini 9 wote walikataa. Sasa amebakia mwamba mmoja tu, Ming Tian, naye hakuna namna yote, lazima asome kwa sababu ni mtoto wa maskini na hana uwezo wa kuapply katika eneo jingine. Sasa haifahamiki kwa nini mkuu wa chuo alihitaji wanafunzi 10 tu katika chuo ambacho kina lundo la watoto wa kike maelfu kwa maelfu. Shule nzima watoto wa kike wakaanza kunyosha kwa mwamba Ming Tian. Kila mmoja anataka muoneshe njia ni wapi ofisi ya mkuu wa shule ilipo. Lakini kwa sababu Xiaomi ni bondia, basi akaanza kurusha ngumi akiwa anamgombania mwamba lengo aweze kumpeleka katika ofisi ya mkuu wa shule. Mwamba kwa kuona ugomvi umeanza kuibuka miongoni mwa kina dada, akaamua kuchoropoka katikati yao na mwisho wa siku akaelekea katika ofisi ya mkuu wa shule. Sasa mambo alipoisha huko shuleni ikabidi kurudi mpaka mtaani. Akiwa mtaani akakutana na bidada hapa ambaye anafahamika kama Fang Yu. Sasa kuna ugomvi ulikuwa umetokea mtaani. Mwamba katika kuamulia ugomvi huo, bahati mbaya bibi akawa amemkata na begi yake. Sasa mbadala wa bibi kuomba msamaha, yeye akawa anampa pesa Mwamba. Jamaa akashangaa sana, yani huyu mwanamke haombi msamaha bali anatoa pesa, ina maana pesa kwake ndio thamani kuliko msamaha. Lakini Ming Tian akaongezea kwa kusema kwamba Fang Yu hana roho nzuri kabisa, kwani aliweza kumsababishia yule mama hasara ya matunda pamoja na kitololi chake. Lakini asichokuwa anakijua ni kwamba Fang Yu alikuwa amefanya jambo la kumsaidia mtoto mdogo alikuwa anapita mbele ya kile kitololi. Wao hawakuweza kumuona, lakini yeye alikuwa amemuona na ndio ilikuwa sababu yeye kupiga lile tololi kwa mguu wake na mwisho wa siku kuangusha matunda. Darasani watoto wa kike hata muda wa kusoma wakawa nakosa. Muda wote wanamtazama tu mwamba Ming Tian. Yaani jamaa akawa nakosa hata ujasiri darasani. Anakaa kiti cha mwisho lakini bado akina dada wanamgeukia na kumwangalia. Lakini upande wa pili tunakuja kuonyeshwa kwamba Xiaomi ni rafiki kumbe wa karibu sana na Fang Yu na ndio maana anapenda sana boxing kwa sababu pia naye ni shabiki wa Fang Yu. Leo bibi Fang Yu akiwa katika chumba chake anafikiria mbali sana. Akakumbuka alipokuwa mdogo wazazi wake walitamani sana mtoto wa kiume. Hivyo basi alipozaliwa wakaanza kumfundisha mazoezi ya kiume. Hata haya mambo ya kufanya boxing wazazi wake ndio walikuwa wanamfundisha kwa sababu wao waliwaza kupata mtoto wa kiume. Muonekano wake na kila kitu walianza kama vile kumbadilisha hivi. Na wakati wote katika maisha yake aliamini kwamba yeye ni mtoto wa kiume, lakini siku aliyogundua kwa yeye ni mtoto wa kike ni mara baada ya mdogo wake kuzaliwa wa kiume. Hapo ndipo alipogundua kwamba yeye ni wa kike, kwani alianza kutengwa na watu mbalimbali wakimwambia kwamba wewe mtoto wa kike unaunganaje na sisi. Watoto wenzake wakawa wanamkataa sana. Nyakati za usiku mdogo wake alikuwa kiweseka kwani alikuwa anarusha ngumi. Kumbuka kwamba mdogo wake anapenda sana michezo ya ngumi. Basi baada ya kwenda kumlaza akaanza kumkumbuka bibi Fang Yu na hapa akaanza kushangazwa. Mbona Fang Yu ni kama anafanana sana na mama yangu machoni? Akapotelezea fikra hizo, lakini kesho yake alfajiri akiwa yuko darasani bado mauzauza yakaendelea kwani wakazidi kumsumbua zaidi hawa wasichana, kitu ambacho kikawa kinampotezea kabisa tension yake darasani. Leo bana mkuu wa chuo akawa amekutana na yule mwalimu. Bora Ming Tian amekubali kusoma katika chuo chetu. Katika shule anayosoma Ming Tian basi kuna shida kubwa sana kwa sababu hapa michezo inazingatiwa kuliko kawaida. Sasa siku leo alikwenda kuhudhuria miongoni mwa michezo iliyokuwa inapigwa katika shule hii, akagundua kwamba Xiaomi pamoja na Fang Yu walikuwa wakifanya michezo ya boxing. Sasa kila anapomtazama Fang Yu anagundua kwamba anasikiliza upiganaji kama za baba yake mzazi. Katika michezo yote ambayo inaendelea hapa katika eneo hili la chuo, hakuna mchezo ambao Ming Tian anatokea kuvutiwa nao, bali mchezo pekee aliokuwa amevutiwa nao ni mchezo wa kuogelea. Hivyo akalazimika kwenda katika maeneo ya swimming pool ambako huko akaanza kujifunza kuogelea akimsubiria mkufunzi wake aweze kufika. Lakini bahati mbaya ni kuwa hata alipokuwa akiogelea aligundua kuwa kulikuwa kuna samaki katika maeneo hayo. Mwisho wa siku mkufunzi akaja na kusema kwamba tuliailisha kabisa mchezo wa kuogelea na kubadilisha swimming pool kuwa kituo cha kufugia samaki kwa sababu hakuna mwanafunzi anayependa kucheza michezo hii. Hata hivyo ukitaka kucheza mchezo huo pia mazingira yatakuwa ni magumu zaidi kwa sababu utatakiwa kubadilisha nguo zako katika mabafu ya kike ambapo huko kila wakati watoto wa kike ndio wanaoingia. Hakuna mabafu ya kiume, hakuna mazingira ya kiume. Mwamba akaona kuwa hakuna haja ya kuendelea kusoma katika chuo hiki. Moja kwa moja ikabidi kwenda kwa mwalimu na kumwambia kwamba anahitaji waweze kumhamisha. Mwalimu akamhamasisha na kumwambia kuwa abakie katika eneo hili, lakini Mwamba kaangania na kusema kwamba anataka kuhama. Basi akapewa barua na kuambiwa kuwa ni rahisi sana kuweza kuhama. Chukua hii barua moja kwa moja kaipeleke katika mnara ambao ukifanikiwa kuipeleka juu kabisa ule mnara, basi barua hiyo itakuwa imesafirishwa kuelekea katika chuo unachokitaka na wewe utafanikiwa kuhamishwa. Mwamba akachukulia rahisi tu. Alipokuwa anaelekea huko, bwana wewe, kumbe kuna wakina dada walikuwa wametumwa kwenda kumzuia jamaa. Basi alipigwa ngumi kweli kweli. Jamaa jitahidi kukwepa kila wakati lakini hali ilikuwa ni tete. Alirudi kwa mwalimu. Mwalimu akamwandalia choo chake binafsi na hapa akampiga picha na kuweka picha yake mlangoni. Hapa akaandika kuwa hiki ni choo cha Mwamba Ming Tian pekee, asiingie mtu mwingine yeyote, au sio Mwamba? Mwamba akasema basi sawa, nashukuru mkuu. Sasa baadaye ni time ya kwenda kuoga na kubadili nguo. Mwisho wa siku Mwamba anaingia katika bafu lake, anagundua kwamba kulikuwa na Fang Yu. Alipomuona tu
tu mwamba, akampa bonge la kareti, mwamba akajikuta chini. Siku ya leo Mintian akiwa katika majukumu yake ya kusambaza vyakula, basi kwa bahati mbaya aliweza kumshuhudia mtoto mmoja aliyekuwa anaonewa sana na mwamba mmoja hivi. Ikabidi kwenda kumsaidia dogo, lakini mara baada tu ya kumsaidia, mbele yake akakutana na wauni wakiwa wameketi. Hapa wakaanza kumchekezea mwamba. Jamaa akawa hana namna yoyote, yuko katikati na hapa mkono unatakiwa kupigwa. Ashukuriwe Mungu, wakina dada kutoka katika chuo anachosoma walikuwa akipita mitaa ile wakaanza kumsaidia. Hapa mwamba akachukua ushindi. Sasa akaona hana namna yoyote isipokuwa kutengeneza urafiki na hao kina dada. Akiwa katika mazingira ya shule, basi akajikuta tu ana urafiki mkubwa sana na wasichana wengi pale shuleni. Mintian kwa mema yote aliyofanywa na wanafunzi kutoka katika shule hii, akaona ni vyema akatoa ile barua ambayo alikuwa ametuma maombi ya kwamba hamishwe shule. Basi akamwambia mwalimu kuwa ikanseliwe, kwa maana ya kwamba hataki kabisa kuhama katika chuo hiki. Mwisho wa siku mwamba akaamua kubakia. Na hapa wanawake wengine wengi walifurahi sana kumwona mwamba amebakia. Akasema kwamba ataendelea kubakia kwa muda wote mpaka atakapomaliza chuo hiki. Sasa swali linakuja, je, Mintian na Fang Yu hawa ni ndugu au sio ndugu? Lakini kuna macho kimahaba yameanza kuibuka baina yao. Je, watakuja kuwa wapenzi? Na itakuwaje pindi watakapogundua kwamba ni wapenzi na walikuwa ni ndugu? Basi tukutane katika sehemu ya pili ya likapu yetu. Ukiwa bado katika ukurasa huu, bila shaka kuna video ambayo imejitokeza juu kabisa katika chaneli yetu hapa. Ukiigusa video hiyo inakupeleka katika sehemu ya pili ya likapu yetu. Asante sana. Lakini bila kujisahau, chini ya video hii katika ukurasa wa comment kuna linki niliyoandika kujiunga group letu. Gusa hapa, utajiunga hapo na kuweza kufurahia burudani zetu.